I think it's time for superpowers to understand the limits of their power. Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema kwamba vita dhidi ya Iran vimefichua mapungufu ya mataifa makubwa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba uvamizi wa kijeshi wa hivi karibuni wa Marekani na Israel dhidi ya Iran umefichua mapungufu ya udhibiti wa madola makubwa na kuashiria mabadiliko ya uhakika na yasiyoweza kurekebishwa kuelekea mfumo wa kimataifa wa kambi nyingi. Katika mahojiano mapana na shirika la habari la Financial Times anapokaribia mwisho wa muongo wake wa uongozi katika Umoja wa Mataifa, Antonio Guterres amezungumzia ulimwengu unaobadilishwa kutokana na kupungua udhibiti wa kambi moja ya Marekani na masomo ya unyenyekevu yaliyopatikana kutokana na vita vya hiari ambapo mataifa makubwa ya zama za vita baridi yameshindwa kupata ushindi wa wazi. Guterres amesisitiza kwamba enzi ya mataifa makubwa kulazimisha matokeo ya kimataifa kwa njia ya nguvu imekwisha, akitoa mfano wa vita vya Iran na Ukraine. Ni wakati wa mataifa makubwa kuelewa mipaka ya nguvu zao, Guterres aliambia Financial Times katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa huko New York, na kuongeza, ukiangalia yaliyotokea katika siku za hivi karibuni, uwezo wa mataifa makubwa kulazimisha matakwa au nguvu zao katika hali kadhaa umekuwa mdogo sana. Akiashiria Mashariki ya Kati, katibu mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa amezungumzia moja kwa moja kushindwa kwa malengo ya kimkakati ya Washington nchini Iran. Mataifa makubwa yanawajibika kuelewa kwamba mambo yamebadilika. Uzito wa nchi tofauti umebadilika, Guterres alisema, akisisitiza kuwa kufeli huko kijiopolitiki ni ushindi dhahiri wa mabadiliko kutoka kwenye mfumo unaoongozwa na Marekani katika kipindi cha baada ya vita baridi. Matamshi ya katibu mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa yanaakisi hali halisi ya kijiopolitiki kufuatia mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran ambayo yalianza Februari mwaka 2026. Vita hivyo vilianzishwa ili kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa kujilinda wa Iran na kuilazimisha nchi hiyo kujisalimisha kisiasa kupitia mashambulizi makubwa na ya haraka yaliyofanywa na Marekani pamoja na Israel, mashambulizi ambayo yalimuua kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Ali Khamenei pamoja na viongozi wengine wa kijeshi na wa kisiasa. Hata hivyo, operesheni hiyo ilisimama haraka baada ya Iran kujibu kwa mkakati wa ulinzi wenye nguvu uliopangwa na wenye ufanisi mkubwa kwa kutumia teknolojia ya hali ya juu ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani zilizozalishwa ndani ya nchi hiyo, mitandao jumuisha ulinzi wa anga na uwezo wa kuzuia mashambulizi ya kikanda. Iran sio tu kwamba imezima vitisho vya haraka, bali pia imesababisha hasara kubwa za kimkakati na zana za kivita kwa wavamizi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.